Moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kuleta huzuni kubwa lakini pia vimeendelea kuleta hisia kubwa kufuatiwa kifo cha mshereheshaji pamoja na mchekeshaji MC Pilipili hivi siku ya leo ni baada tu ya kuonekana kwa posti yake ya mwisho ambayo aliiposti asubuhi ya leo, na namna ambavyo ameweza kuiposti inaonyesha wazi kwamba MC Pilipili alikuwa ni mtu wa namna gani. Alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana ibada, alikuwa ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaonesha njia iko wapi katika masuala mazima ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. MC Pilipili aliposti ratiba nzima ya ibada ambapo tunafahamu alikuwa anasali kwa kuhani Musa, ambapo yeye binafsi akaona awakaribishe watu ibadani licha ya kwamba yeye binafsi alikuwa safarini kuelekea Dodoma kwa ajili ya kazi yake ya kusherehesha, ambapo jioni ya leo alitakiwa kusherehesha lakini imeshindikana kutokana na mipango ya Mungu kuingilia kati mchana wa leo. MC Pilipili aliandika ujumbe kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye atakosa ibada. Aliweza posti hiyo hapo ikiwa inaonesha ni ratiba ya ibada. Baadaye akaandika pale chini, ibada ni moja tu leo kuanzia asubuhi hii imeshaanza na itawahi sana kumalizika siku ya leo. Akatagi kuhani Musa, kiboko ya wachawi na watesi na wataabishaji wa maisha yako. Mungu amempaka mafuta kufungue na kukuashia jua la haki Jumapili ya leo. Akasema usikose kabisa ibada hii kubwa sana kwa ajili yako. Unaweza kuona hii ni posti ya faraja sana ambayo MC Pilipili aliweza kuiposti, lakini kitu kikubwa ambacho bado watu wengi sana wanajivunia kwake, inaonesha wazi alikuwa ni mtu wa Mungu, lakini pia hatuna wasiwasi na njia yake ambayo ametengeneza njia nzuri sana kwa upande wake. Tunaweza kusema Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, na tuendelee kufanya ibada zaidi na zaidi, kwa sababu hatujui leo yetu, tuijui kesho yetu. Sisi binafsi ni wapitaji hapa duniani, hivyo basi kila mmoja anatakiwa kufanya ibada asubuhi, mchana, jioni, kila muda uwe muda wako wa ibada. Hakuna mtu ambaye anaijua kesho yake, kama ambavyo MC Pilipili yeye binafsi alikuwa hajui kabisa kama leo lingempata hili swala. Alielekea katika majukumu yake ya kikazi Dodoma, lakini mchana wa leo ilishindikana kabisa kuendelea na safari, na Mwenyezi Mungu akaitwaa roho ya marehemu. Tunaweza kusema roho ya marehemu ilale mahali pema peponi. Na hii ni Bongo Choice. Endelea kutufuatilia tukuletee kila habari ambayo itajiri katika hili tukio kubwa ambalo limetokea, tukio la kuhuzunisha sana katika taifa letu, kwani alikuwa ni mtu wa maana sana, alikuwa ni mtu ambaye ni hodari, tunaweza kusema hivyo. Tuachie maoni yako chini ya comment section.